Mradi huu ni sisi jeshi la polisi tuna mahusiano na mgodi wa Buckreef tangu mwaka 2019 ambapo tuliingia mkataba wa sisi jeshi la polisi kutoa ulinzi, lakini mbali ya ulinzi kuna makubaliano ya mgodi kulisaidia jeshi kwenye mambo mbalimbali ya kikazi, lakini pia ya kijamii kwa ujumla wake. Na moja ya matukio ambayo mgodi umekuwa ukiyafanya kwa jeshi la polisi, moja ni kutoa mchango wa mafuta kwa jeshi la polisi kwa ajili ya operation mbalimbali. Lakini pia kama unavyojua, gari zetu zinatembea umbali mrefu na barabara nyingi Geita ni za vumbi, kwa hiyo gari zinaharibika mara kwa mara. Mgodi umekuwa ukitoa misaada hiyo ya kutengeneza haya magari kila pale ambapo tunapowapigia hodi, wamekuwa wanatufungulia mlango kwa mikono miwili. Lakini sambamba na hilo, tuliona changamoto ambayo tunaipata katika tarafa hii ya Lwamgasa. Kama unavyojua Mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba mkoa wa Geita unakuwa kwa kasi ya ajabu sana, kwa kasi kubwa sana, na kwa hiyo ongezeko la watu linaenda sambamba na uhalifu. Mahali popote watu wanapoongezeka na uhalifu pia unaongezeka. Kwa hiyo mahitaji mbalimbali ya kijamii nayo yanaongezeka. Kama ambavyo vituo vya afya vinajengwa, mashule yanaongezeka, basi sambamba na hilo swala la usalama pia tuliona tulipe umuhimu kwa kuomba mgodi utujengee kituo hiki cha polisi. Kituo hiki kitasaidia kusave kata ya Magenge, kata yenyewe ya Lwamgasa na tongoji maeneo haya yanayozunguka. Na kituo hiki pia kitatoa support kwenye kituo kikuu cha Nyarugusu ambapo tulikuwa na haya na Nyarugusu. Lakini sasa kwa kujenga kituo hiki, na maana tutakuwa tumewapunguzia mzigo pia kituo cha Nyarugusu. Na sambamba na hilo tunaongeza pia vituo vikubwa kwa wilaya ya Katoro ambayo jengo lake nalo liko ukingoni, linaendelea kumalizika. Kwa Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa mgodi wa Buckreef kwa ujumla wake, kwa sababu imeonyesha ni kiasi gani migodi ambayo serikali imewekeza inajitoa kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba kile ambacho mgodi inakipata jamii inafaidika. Na sisi jeshi la polisi tumefaidika, lakini zaidi watafaidika wananchi kwa ajili ya ujenzi wa kituo hiki. Lakini nitakuwa mtovu wa fadhila nisipomshukuru mkurugenzi mkuu wa STAMICO kaka yangu Venance Bahati, Dr. Venance Bahati, kwa ushirikiano wake mkubwa na jeshi la polisi. Kila ambapo tunapompigia hodi amekuwa akitufungulia mlango kupitia STAMICO yenyewe, lakini mgodi wa Buckreef. Sisi jeshi la polisi tunaendelea kutoa ahadi ya kutoa ushirikiano kwa mgodi na taasisi zote za serikali pale tutakapohitajika, hata tusipohitajika tunapoona kuna changamoto. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza sana wananchi wa Lwamgasa, kwa sababu kipindi kile cha tarehe 30 maeneo mengi tulikuta na changamoto za vurugu, lakini wananchi wa Lwamgasa walikataa vurugu, na wao wenyewe walichukua hatua kuhakikisha kwamba kama kuna mtu anaanzisha vurugu, basi wao walimkamata na kumfikisha kituoni. Hongereni sana wananchi wa Lwamgasa kwa kuthamini amani. Naomba niendelee kutoa wito kwa wananchi wa Tanzania wote, kwa sababu tukio lile la tarehe 30 kwa Geita kwanza hatukulitazamia, kwa sababu maisha yalikuwa yanaendelea kama kawaida. Lakini yale maeneo ambayo walikuwa wanajua umuhimu wa amani, ikiwepo Lwamgasa, Nyarugusu kwenyewe, licha ya kuwa kuna idadi kubwa ya wachimbaji na ndiko ambako tulikuwa tunategemea vurugu ziwe kubwa, lakini hapana. Wananchi wameshirikiana na jeshi na kuhakikisha kwamba amani imetawala katika maeneo yetu. Kwa kweli nawapongeza na nawashukuru sana sana wananchi wa Lwamgasa na Nyarugusu kwa kitendo kile cha kuendelea kuimarisha amani, na mpaka leo hawa huku tafikiri wako dunia nyingine. Hakuna changamoto yoyote na maisha yanaendelea. Tumeshuhudia uzinduzi
tumeshuhudia jengo zuri kule ndani, lakini sio zuri la kuja kulala. Usiku ukilala huko ndo unajua ni zuri au sio zuri, lakini ni zuri kwa huduma za wananchi. Jengo letu hili linakwenda kutusaidia sisi wananchi na mgodi wetu wa Buckreef katika kuimarisha usalama wa maeneo yetu. Tumekuwa na kituo hapa kwa muda mrefu. Kile kituo kilikuwa kinatoa huduma kikiwa ndani ya mgodi, na hivyo wananchi wakati mwingine kutokuona msaada wa moja kwa moja kwa kituo chetu cha polisi. Nampongeza kamanda wa polisi wa mkoa kwa kuona umuhimu wa kuimarisha usalama wa ukanda huu, pamoja na ukweli kwamba wananchi wa ukanda huu ni wachapakazi, ni watu wanaojituma, ni watu wanaopenda maendeleo, ni watu wanaothamini utu, hawapendi vurugu, hawapendi fujo. Lakini kamanda wa polisi akasema hapana, lazima tuweke kituo ili endapo atapatikana mmoja akapitiwa na shetani, basi alione ni jengo lilivyo zuri ndani linafananaje anapokuwa ameingizwa kule ndani. Menda pale, ziko nyumba mbili zinaweza kukaa askari 4 mpaka 5 kwa wakati mmoja. Maana yake ni nini? Maana yake kituo chetu hiki kinaanza kikiwa kimekamilika. Akija hapa haangaiki wapi pa kupanga. Jambo lolote likitokea, maana yake ni rahisi kutoka pale kuja kuwahudumia wananchi walioko hapa. Kwa hiyo narudia tena kuwapongeza sana Buckreef kwa uamuzi wa kujenga kituo na nyumba za askari. Kituo chetu hiki kimegharimu, ukichukua nyumba pamoja na kituo, zaidi ya milioni karibia 200 kuelekea 300, na bado wana mpango, sio kwamba wameishia hapa. Sasa wana mpango wa kujenga nyumba kubwa kwa ajili ya mkuu wa kituo, ili nyumba zile zibaki za askari peke yake, alafu mkuu wa kituo apate eneo la kwake. Na mimi nikaongezea, mna gari nyingi ambazo mnaweza kuwapa askari hapa, ili mwananchi akipata dharura akaita polisi wamsaidie, isiwe shida kutoka hapa kwenda kule mwananchi alikopata shida. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, tunaendelea kuwashukuru sana wenzetu wa Buckreef kwa kazi kubwa na njema ambayo wameendelea kuifanya katika wilaya yetu ya Geita, hasa kwenye kutusaidia kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo yetu haya.